And when they are talking about Vision 2060, we are talking about the youth. Some of us are now not there. Doing this launch for us, this is a very, very strategic document and a framework that will support our youth to make sure that we have a very, very engaged youth in our counties. Kaunti nchini zinaongeza juhudi za kuwafungulia vijana fursa katika biashara ya kilimo, huku baraza la magavana likilenga kuwawezesha vijana kujenga biashara endelevu kupitia teknolojia, uwekezaji na masoko. Mkakati wa vijana katika biashara ya kilimo wa kaunti ulizinduliwa wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya vijana, ukiwaleta pamoja serikali za kaunti, vijana, washirika wa maendeleo na sekta binafsi. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, mwenyekiti wa kamati ya kilimo ya baraza la magavana na gavana wa Bungoma Kenneth Lusaka alisema vijana hawajaachana na kilimo, bali wengi wao wanakabiliwa na mifumo isiyowawezesha kunufaika kikamilifu. The challenge is not a lack of willing young people. The challenge is that our systems have not been designed to help them succeed. This is why we felt that it was not enough to encourage young people to participate in agriculture. We needed to provide a structural pathway for that participation. That conviction gave birth to the Model County Youth in Agribusiness Strategy that we are launching today. Lusaka alisema mkakati huo umeanza kutekelezwa katika kaunti 5 za majaribio za Kirinyaga, Bungoma, Meru, Kakamega na Nakuru, huku akisisitiza kuwa lengo ni kuhakikisha mpango huo unatekelezwa na kuleta matokeo halisi. We agreed from the very beginning was that we did not want to produce another beautiful policy document that would eventually gather dust on our shelves. We wanted implementation. That is why this initiative goes beyond the strategy itself. Alongside this strategy, we have developed implementation toolkits tailored for each of the 5 pilot counties of Kirinyaga, Bungoma, Meru, Kakamega and Nakuru, as well as county-specific flagship initiatives that provide practical entry points for implementation. Gavana huyo pia amewataka vijana kubadilisha mtazamo wao kuhusu kilimo, akisema sekta hiyo inatoa fursa kubwa katika teknolojia, biashara na uwekezaji. Sure, already you have been told that let's move from seeing farming as a survival activity. Let us see it as a modern business, technology and investment opportunity, just like somebody has said. And today's farmer can be, you know, the name alone can change a lot of things. I was telling people in future, in a few years, we'll have to change some names so that we encourage people. Like these barmaids, these ones who sell things to us, they will not be called barmaids, they will be called bottle technicians. Baraza la magavana linasema ushirikiano kati ya serikali za kaunti, vijana, sekta binafsi na washirika wa maendeleo utakuwa muhimu katika kupanua mkakati huo hadi kaunti zote 47 na kufungua fursa zaidi kwa vijana katika sekta ya kilimo. Nikiripotia runinga ya Newslight Kenya, jina langu ni Winnie Atieno.